Wakristo wapenzi, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu. Leo ikiwa ni Dominika ya pili ya Pasaka ya mwaka C wa kanisa. Somo letu la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5 aya 12 hadi 16. Somo letu la pili linatoka katika kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza aya 9 hadi 11a, ya 12 hadi 13, 17 hadi 19. Na injili yetu inatoka katika Injili ya Yohane sura ya 20 aya 19 hadi ya 31. Wapendwa wa Mungu, Dominika hii ya pili ya kipindi cha Pasaka inatambulika ama inafahamika kama Dominika ya huruma ya Mungu, ambapo tunapata kanisa inatupa nafasi ya kuweza kutafakari zaidi juu ya mapendo ya Mwenyezi Mungu katika maisha yetu, juu ya huruma yake katika maisha yetu kwa dhambi zetu ambazo tumezitenda. Katika somo letu la kwanza tunaona jinsi kanisa la kwanza lilivyokuwa likikua na kuongezeka kwa sababu ya mafundisho ambayo walikuwa wanatoa mitume. Baada ya kujazwa Roho Mtakatifu, baada ya kuondolewa woga na hofu kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu, nguvu ya Roho Mtakatifu, mitume wanatoka nje na kuweza kutangaza habari ya Kristo mfufuka. Wanaitangaza kwa watu wote, wanapata nguvu ya kuweza kuponya, ya kukemea mapepo. Yote hiyo ni kwa sababu hofu ilikuwa imeondoka katika mioyo yao. Hofu ile ya kwamba nini kitakachotokea baada ya Kristo kufa. Sasa Kristo amefufuka na wako na Roho Mtakatifu, wako wanatoka nje na kuitangaza vema injili ya Mwenyezi Mungu. Tunaona hata Wakristo, hata watu ambao waliguswa na yale mafundisho, waliwaleta wagonjwa na kuwalaza katika vitanda, na ili mitume waweze kuwagusa. Na katika kuwaponya na katika kutoa pepo walitumia jina la Yesu, kwamba kwa jina la Yesu uweze kupona, kwa jina la Yesu pepo liweze kushindwa. Hii ni kutuonyesha kwamba kwa ushindi wa Kristo, maana hakuna jambo linaloshindikana kwa Yesu. Zaidi ni kumtegemea yeye aendelee kutupa nguvu na kutupa afya. Katika somo letu la pili tunaona Yohane anatupa ufunuo, yale ambayo aliyaona katika maono na Mwenyezi Mungu, naye Kristo akampa kwamba lazima ayaweze kuyaandika, watu waweze kuyasoma na kutambua kwamba yeye ni nani na nini anachoona katika yale maono. Anamuona Kristo mshindi, anaona Kristo ambaye ni mtawala, Kristo mfufuka. Anamuona mtu ambaye amevaa mavazi yenye kumetameta, mavazi ya ushindi. Na nini ujumbe gani anamwambia? Kwamba mimi ndio mtu wa kwanza na wa mwisho. Wa kwanza na mwisho katika nini? Wa kwanza ambaye aliweza kufa na kufufuka akashinda mauti. Anamwambia Yohane kwamba mimi ndiye ambaye nimeweza kuishinda mauti, nimeweza kubeba funguo za mauti, nimeweza kubeba funguo za kuzimu, kwamba hakuna jambo linaloweza kunishinda, hakuna jambo linaloweza kumzidi Kristo. Na ndio maana anaambiwa yaandike hayo na kuyaeleza wazi wazi ili watu waweze kuyatambua hayo. Je, mimi na wewe imani yetu iko kwa nani? Je, tunatambua Kristo kama ni mshindi? Je, tunatambua kwamba Kristo aliyefufuka anaweza kubadilisha maisha yetu? Mara nyingi kama Wakristo leo tuko kanisani, jioni tunaenda kwa waganga wa kienyeji, tukiwa tunatafuta njia nyingine ya kuweza kupata ushindi, ya kuweza kufanikiwa katika maisha, ya kuweza kupambana na watu fulani fulani. Nguvu ya Kristo pekee yake kwetu haitoshi. Kwa mtu anayefanya hivyo, maana yake huyo mtu amepotea. Kristo anatuonyesha kwamba yeye ndiye mshindi. Hakuna nguvu inaweza kumshinda yeye.
kwa sababu vyote viko chini yake. Na ndio maana Mtume Paulo anapoandikia Wafilipi ile sura ya 2 mstari wa 6 hadi wa 11, ambapo anapoonyesha enzi ya Kristo kwamba alikuwa yu namna ya Mungu, akashuka akachukua letu ya utumwa na kufa msalabani, mpaka anakufa msalabani na anakuja anafufuka. Kwa hiyo jina la Yesu linakuja linapewa hadhi ya juu sana, kwamba mtu yoyote atakayeamini kwamba kwa jina la Yesu kila goti lazima lipigwe. Hiyo ni ishara wazi ya ushindi mkuu ambao Kristo aliopata, kwamba lazima watu wote wapige chini magoti kwa ajili ya jina lake, kwa ajili ya yeye mwenyewe, kwa sababu ni mshindi, ameshinda mauti. Na ndio hicho Yohane anaambiwa aweze kukitangaza kwa watu, aweze kuambia watu kwamba wasiogope, wasiwe na mashaka, wamwamini Kristo hata katika magumu, hata katika shida. Mtazame Kristo, jifunze kwa Kristo ili aweze kukukomboa. Tusitafute njia nyingine, tusiingie gizani, tusitafute giza kana kwamba huko ndio tunaweza tukapata njia rahisi ya kupata mafanikio, bali daima tumfuate Kristo. Maana unapoenda huko gizani, unapokuja kutaja jina la Yesu, manake nguvu zote zinatetemeka. Matakataka yote hayo yanashindwa kwa sababu umeitamka jina la Yesu. Na lazima tuliheshimu, tuenzi, tuliabudu jina la Kristo, kwa sababu tulipata ushindi, kwa sababu Kristo ametupatia ushindi kwa kufufuka kwake. Katika somo letu la Injili siku ya leo, tunaona Bwana wetu Yesu Kristo anakuja kuwatokea mitume wake. Kuna mambo kadha wa kadha tunaweza tukajifunza katika somo hili la Injili. Jambo la kwanza, hofu ilitawala. Hofu, kwa kuwa hofu ilitawala, imani ilipotea. Walitamani kuweza kuona na kugusa, kwa sababu mwanzo walikuwa na hofu. Hofu ilikuwa na nini? Hofu ni ipi? Hofu kuu iliyokuwepo ni kwamba baada ya mateso ya Kristo, baada ya tukio la Ijumaa Kuu, hofu ilitawala, kwa sababu mtawala ama mfalme ambaye watu walimwamini, ambao watu walimpenda, ambao watu walimuona kama nabii, amekufa, tena kifo cha aibu, kifo cha msalaba. Kwa hiyo mitume waliweza kujifungia ndani kwa hofu kwamba baada ya Kristo sasa wao ndio watakao kuja kufuata, kukamatwa na kuwekwa nguvuni na kuteswa pia. Ndio maana tunaambiwa ile siku ya kwanza ya juma, milango ikiwa imefungwa kwa sababu ya hofu ya Wayahudi, kwa sababu waliogopa kwamba wao ndio wangekuwa next target ya kukamatwa. Lakini licha ya milango kufungwa, tunaona Kristo anatokea na kusimama katikati yao na kuambia amani iwe kwenu. Wanaogopa kumuona Kristo, na Kristo kwa sababu ya hiyo anaonyesha mikono yake na miguu yake na ubavu wake, nao wanafurahi. Yohane anatuambia Kristo aliwaonyesha mikono yake na ubavu wake. Mwinjili Luka ukisoma ile sura 24 mstari wa 36 hadi 42, anapokwenda anawaambia amani iwe kwenu, shalom. Maneno ambayo Kristo anatumia, anarudisha amani iliyopotea katika mioyo yao kwa sababu ya tukio lile la Ijumaa Kuu. Anarudisha amani. Yohane anatuambia alionyesha mikono na miguu. Lakini Luka anakwenda mbele, anasema kwamba sio kutazama tu, niguseni kabisa muone kwamba ni mimi mwenyewe. Sio kwamba mnaona mzimu, kwa sababu mzimu hauna mifupa, mzimu hauna nyama, lakini mimi ninavyo vyote. Ninayo mwili, ninayo damu, ninayo mifupa.
Na ndio hapo wanafunzi wanafurahi. Kote sehemu mbili wanaonyesha wanafunzi walifurahi baada ya kumwona Kristo. Lakini Injili Luka anakwenda zaidi, anasema sasa, je, mna kitu chochote chakula? Wanampatia kipande cha samaki, anatafuna, anakula pamoja nao. Nao ndio wanaamini. Kristo anawafundisha kwamba nini kilichotakiwa na nini kilichokuwa kimeandikwa kwa manabii na kimetimia kupitia yeye. Yeye amekikamilisha. Na ndio Kristo anatuonyesha hapa pia katika somo letu la Injili, kwamba yale ambayo yalikuwa yameandikwa na manabii mbalimbali juu yake ameyatimiza, ameyakamilisha. Na nini kinachotokea ni kwamba sasa anawapa Roho Mtakatifu. Hofu inapotea, kwamba anawajaza nguvu ya Roho Mtakatifu. Sasa msiwe na shida tena, mimi niko pamoja nanyi, nimefufuka. Imani inapotea kwa Tomaso kwa sababu hofu yake, pengine hatujaambiwa Tomaso alienda wapi, kwa sababu Kristo anapokuja mara ya kwanza Tomaso hakuepo. Labda kwa sababu ya hiyo hofu aliondoka, alikimbia. Pengine aliona labda Wayahudi wangekuja pale siku hiyo, akaamua kukimbia kidogo. Lakini anaporudi kundini jioni, tunaona anapewa taarifa juu ya Kristo kwamba tulikuwa naye hapa. Tomaso anashindwa kuamini kwamba Kristo amefufuka, kwa sababu akijaribu kuvuta taswira ya kile kilichotokea siku ya Ijumaa Kuu, katika moyo wake hawezi kuelewa kwamba Kristo amefufuka. Na ndio maana anasema mpaka nitie kidole changu katika makovu ya misumari, niingize kidole changu katika ubavu, ndio nitaamini. Hofu na kukosa imani ndio Tomaso anaonyesha. Tunaambiwa baada ya siku 8 Kristo anakuja tena, anasimama katikati yao, anawapa amani. Amani iwe kwenu. Anamuita Tomaso, njoo, gusa ili uweze kuamini. Tazama ili uweze kuona kwamba ni kweli nimefufuka. Tomaso anakiri na kusema Bwana wangu na Mungu wangu. Ndio hapo anapoamini. Maisha yetu yako na hofu. Maisha yetu yanakosa imani. Hofu ya namna gani? Hofu ya kutokumwamini kwamba Kristo anaweza kunisaidia katika shida yangu. Hofu imetanda katika mioyo yetu kwa sababu pengine watu wataniangalia kwa namna gani nikijaribu kufanya kitu fulani. Hofu pengine nitakapoinyanyua familia yangu, ndugu zangu wengine watanielewa vipi. Zote hizo ni hofu ambazo zipo katika maisha yetu. Hofu ya kushindwa kuanzisha biashara ili uweze kunyanyua maisha yako, kunyanyua familia yako, maisha yawe mazuri. Hofu ya kuona kwamba nikianzisha hiki watanifanyia jambo fulani, wataniloga, na kushindwa kufanikiwa. Hofu imetanda. Na pengine tumekuwa hatuna imani kwamba kama ninaweza. Tuko kina Tomaso wengi, kutokuamini mpaka nishuhudie, mpaka nione. Ndio maana Kristo anasema heri wale wanaoamini na bila kuona. Yaani maana yake unaamini kwamba nikifanya hiki nitafanikiwa, unaanza safari. Lakini mwingine lazima aone kwamba kumbe ndio matokeo ni haya, ndio aanze kuamini. Tuko na utomaso wa namna nyingi katika maisha yetu. Tunakosa imani, tunakuwa na hofu. Lakini lazima tufungue mioyo. Kristo mfufuka sasa hafungwi na kitu chochote. Anaingia, analeta amani katika mioyo yetu. Anaingia, analeta furaha. Anaingia, analeta nguvu. Sasa tumeambiwa kwamba hakuna jambo linalomshinda. Ufunuo wa Yohane ametuambia katika somo la 2 kwamba kote huko
funguo za mauti, funguo za kuzimu, zote zimeshindwa kwa jina lake. Kwa hiyo tutoke, tusiwe na woga. Tujue kwamba tuna nguvu ya Kristo mfufuka ambaye ananipa nguvu ya kuweza kufanya jambo, ambaye ananipa nguvu ya kufanya familia yangu iende mbele. Shetani hatapata nafasi, atakusumbua tu, lakini ukisimama na kusema kwa jina la Yesu, mambo yote yatakwenda, na kweli yatakwenda. Kwa sababu hakuna jina linalozidi jina la Yesu. Tuondoe hofu, tuondoe kutokuamini, tuondoe hali ya utomaso katika maisha yetu, kwamba lazima nione ndio nisadiki, lakini naweza nikasadiki bila kuona. Tuamini hilo, naye Kristo atatusaidia, atatuponya, atatupa ile furaha ya utukufu, atatupa amani. Jambo la pili, Kristo anatuachia sakramenti ya kitubio. Kitubio ni nini? Kitubio ni sakramenti ambayo inatuondolea dhambi zote ambazo tumezitenda pamoja na adhabu zake baada ya ubatizo. Hiyo ndio tunavyofundishwa katika katekisimu ya Kanisa Katoliki. Dhambi zote zinaondolewa, hasa dhambi zile tunazozitenda baada ya ubatizo zinaondolewa kwa njia ya sakramenti ya kitubio. Na sakramenti iliyoka kwa namna gani? Sakramenti iliyoka kwa namna hii: pokeeni Roho Mtakatifu. Wowote mtakaoondolea dhambi wameondolewa, na wowote mtakaowafungia dhambi wamefungiwa. Hayo ni maneno ya Kristo mwenyewe akiwaambia wanafunzi wake. Sio maneno yametungwa kutoka sehemu, bali ni Kristo mwenyewe. Kwa hiyo Kristo aliwapa uwezo mitume, na kutoka kwa mitume mpaka waandamizi wake, ambao sasa kuna maaskofu, mapadre, ambao wanapata hayo mamlaka ya kuondolea watu dhambi. Kwa hiyo sio kitu ambacho cha kusema kwamba kilitengenezwa tu. Hapana, ni Kristo mwenyewe alitoa mamlaka hayo. Alitambua udhaifu wa mitume wake. Walikuwepo akina Petro ambao walimkana, lakini Petro alitubu. Alikuwepo akina Mathayo ambao ni watoza ushuru, lakini walitubu. Walikuwepo akina Toma ambao hawakuamini, lakini aliwapa mamlaka hayo. Na kila mwanafunzi alikuwa na magumu yake, alikuwa na vikwazo vyake na vitu vingine, lakini Mwenyezi Mungu anaamua kutumia viumbe hivi dhaifu. Katika udhaifu wao wa moyo anavipa uwezo wa kusamehe dhambi, anawapa uwezo wa kuungamisha watu. Kwa hiyo tuondoke katika yale maswali ya kwamba mbona naenda kuungama dhambi zangu kwa padre? Nani kasema? Kristo mwenyewe amesema. Sio maneno yalitungwa na mtu, ni Kristo mwenyewe alisema. Kristo alitambua kwamba bado shetani anatunyemelea, kwa sababu baada ya kukombolewa kwetu bado Mwenyezi Mungu alimpa uhuru mwanadamu wa kuweza kumtafuta Mwenyezi Mungu. Alimpa uwezo, alimpa utashi. Mwenyezi Mungu ametupa akili, ametupa utashi wa kuweza kumtafuta yeye bila ya kulazimishwa. Ni sisi tuitafute uso wa Mungu, tukimbilie uso wa Mwenyezi Mungu, sababu anajua kuna wengine watakataa. Manake tunapoanguka katika dhambi, manake tunakataa juu ya uwepo wa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu lazima siku zote tuitafute nuru ya Mwenyezi Mungu, tumtafute Mwenyezi Mungu. Lakini unapodondoka katika dhambi, manake tunakataa, tunatengana na ule upendo wa Mwenyezi Mungu. Sasa Kristo anatuachia tiba. Tiba ni gani? Tiba ni sakramenti ya kitubio, ambapo tunapata maondoleo ya dhambi
tunasamehewa dhambi, tunapata huruma yake, kwa sababu hatuwezi kukombolewa katika hila ya dhambi, katika mateso ya dhambi, kama tusipopata sakramenti ya kitubio. Kwa sababu hapo ndipo tunakutana na huruma ya Mwenyezi Mungu. Mtakatifu Agustino alisema kwamba Mwenyezi Mungu alituumba si kwa mastaili yetu, lakini lazima katika kutukomboa kwetu lazima sisi wenyewe tutake. Sasa tunatakaje? Sasa lazima tuikimbilie huruma ya Mwenyezi Mungu. Lakini mara nyingi tuna tabia ya kujihukumu. Ni kweli dhambi umetenda, ni kweli umeanguka katika dhambi, lakini unajihukumu mwenyewe na kusema kweli kwa dhambi hii Mwenyezi Mungu ataisamehe. Unapojihukumu kwa mtindo huo, maana yake unamweka Mwenyezi Mungu kuwa kama mwanadamu kama wewe. Kwa sababu wewe una mipaka yako. Unaposema kwamba kwa jambo hili mimi siwezi kukusamehe, na Mwenyezi Mungu hayuko hivyo. Yawezekana umebeba watu katika moyo wako, hutaki kusamehe. Alinitendea hiki, akanitendea kile, kwa sitaki kusamehe. Lakini kwa Mwenyezi Mungu haiko vile. Kwa Mwenyezi Mungu haiko hivyo. Tunapoenda kwa moyo wa toba na kuungama dhambi zetu, tunakutana na huruma ya Mwenyezi Mungu. Anatusamehe dhambi zetu. Na ndio maana Dominika hii tunaita ya huruma ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu alituachia sakramenti hiyo ya kitubio, ya upatanisho. Ni kweli alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, lakini katika safari yetu ya maisha ya hapa duniani bado tunaendelea kumtafuta Mwenyezi Mungu, lakini shetani bado hajachoka kutuangusha katika dhambi. Lakini daima, kwa sababu ya sakramenti, ya uwepo wa sakramenti ya kitubio, tunapopokea mara kwa mara kitubio, maana yake tunakutana na huruma ya Mwenyezi Mungu, tunakutana na msamaha wa Mwenyezi Mungu. Tumuombe Kristo aweze kutusaidia, tuweze kuondoa hofu katika mioyo yetu, tuweze kuondoa kutokuamini katika maisha yetu, tuweze kutambua huruma yake ni ya milele, tuweze kuikimbilia huruma yake, tuweze kimbilia msamaha wake, aweze kutuponya, aweze kutuokoa. Tumsifu Yesu Kristo.